Utekelezaji wa Dira ya Maendeleo 2050 unahitaji taasisi zenye uwezo wa kuingia kwenye ushindani wa soko. Tunapoanza kesho utekelezaji wa dira, tunatakiwa kuwa makini kweli kweli, taasisi zetu ziwe imara kweli kweli. Kwa hiyo kwa wale bado wanaosuasua au waliona mchechu wenye kichefuchefu, na mchechu wa very right ulikuwa sawa, kuna kichefuchefu na chechefu. Chechefu yenye kuchechemea, kichefuchefu ile yenye kuudhi hapa inaleta tafrani hapa. Kwa hiyo alikuwa sawa sawa. Kuna mikopo inayoleta tafrani, tunahisi ukisikia mikopo unahisi sijui ufanye nini. Kwa hiyo wale wenye taasisi bado zenye kichefuchefu tuzitafutie dawa zitulie ili tuende nazo pamoja. Tunahitaji taasisi zinazotumia teknolojia, zinazopunguza upotevu wa mali, zinazovutia mitaji na kufungua fursa kwa sekta binafsi. Hili nalo muhimu. Tunafanya kazi sio sisi tu. Tufungue fursa kwa sekta binafsi iingie, kwa sababu sekta binafsi ni mshirika wetu mkubwa kwenye maendeleo. Kwa unafika pahali mmefanya maendeleo, mnaona labda huku mbele mtaji ni mkubwa unaotakiwa, ita sekta binafsi, ingia nayo ubia, nendeni kwa pamoja. Kwa hiyo tufungue fursa kwa sekta binafsi vile vile. Kwa ufupi, hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu. Tuna mtindo wa kuandika ripoti zetu, matakwimu mazito mazito, hayana tafsiri, lakini ukiingia ukikaa kitako ukizitafsiri takwimu hakuna kilichotokea. Au kama kipo hakina impact kubwa kwenye uchumi au hata kwenye maendeleo ya taasisi. Kwa sasa tutoke kwenye takwimu tuende kwenye reality. Tukisema tumefanya ngapi, 8, ziwe ni 8 na impact ya 8 iwe imeonekana. Kwa hiyo tutoke kwenye dhamira twende kwenye utendaji. Kwa hivyo kila taasisi haina budi kuitafsiri kauli mbiu hii kulingana na nafasi ilionayo katika kujenga uchumi wa nchi. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo tunataka kuliangalia kwa umakini mkubwa ni uongozi na usimamizi katika kuendesha mashirika na taasisi zetu. Tunaweza kuwa na kila kitu, lakini kama uongozi hauko makini, kiongozi, bodi, watendaji hawako makini, tunaweza tukashindwa tusifanye kitu. Kwa swala la uongozi na usimamizi wa taasisi zetu, tumezungumza tathmini, lakini uongozi na usimamizi wa taasisi zetu na lenyewe ni jambo kubwa sana. Dira yetu ya 2050 haitakamilika kwa mipango na utajiri wa rasilimali kama alisoma mmoja kati yetu pale, bali itatekelezwa kwa namna rasilimali hizo zitakavyosimamiwa, kulindwa na kugeuzwa kuwa fursa, huduma na maendeleo kwa wananchi. Hatuhesabu tu kwamba tuna nini, tuseme mashamba, tuna ekari 30,000, lakini ekari 30,000 hazizalishi, hazina thamani, isipokuwa wewe unalipa tu kila mwaka kule ardhi, lakini zenyewe hazizalishi. Hiyo sio maendeleo. Naomba tutafsiri kauli mbiu hii, kila taasisi kwa kazi yake. Sisi Waswahili tunasema mipango si matumizi. Sasa maofisini kwetu huko tuna mipango mingi, mikakati, wasa nini, sera, mikakati, sijui kauli kabambe, mipango kabambe, kauli mbiu, lakini zipo tu. Sasa mipango yote hayo si matumizi. Tumetengeneza dira yetu nzuri sana 2050, perfect. Ndani yake tukaunda mipango ya maendeleo ya muda mfupi na muda mrefu, mipango ya miaka 5 unaotokana na dira, lakini pia mipango yetu ya mwaka mmoja mmoja mizuri sana.
Na juzi Kitila ananiambia tumemaliza nyenzo zinazoongoza utekelezaji wa dira, tunakuomba uje uzizindue. Kwa hiyo tutakwenda kuzindua na nyenzo. Lakini yote haya hayataleta impact wala maendeleo ya nchi kama hakuna kuitafsiri, kutathmini na kusimamia utekelezaji wake. Kwa hiyo tujipange kwenye utekelezaji wa dira yetu. Kwenye nyenzo za Kitila mle kuna mpango wa miradi yenyewe, kwanza fedha inayotakiwa, mahitaji ya rasilimali watu, sijui mahitaji ya nini, mizuri sana, lakini ipo yenyewe haitafanya kazi ya Kitila kuandika, na ni mwandishi mzuri sana na timu yake, na wapongeza, lakini kazi yetu wengine tulobaki ni kuitafsiri na kuitekeleza tufike tunakokwenda. Kwa hiyo mipango si matumizi. Mipango ipo mizuri, tuwe wabunifu kutafuta mitaji, tufanye matumizi, tufike tunakokwenda. Mipango peke yake si matumizi. Sasa dira yetu kama nilivyosema imeandikwa vizuri sana. Mambo yote yako vizuri sana, nyenzo ziko tayari, lakini twende tukazitafsiri na tufanye. Hapa ni nafasi ya msajili wa hazina, makampuni, taasisi zetu za serikali na Watanzania wote. Twende tukatafsiri. Wataalamu wetu watutafsirie mipango ile walioiandika vizuri sana kwa lugha nyepesi, ili watu waweze kuitafsiri na kuitekeleza katika maeneo yao tofauti tofauti. Kwa mwelekeo huo, maelekezo yangu kwa ofisi ya msajili wa hazina ni kuendelea kusimamia na kuratibu kampuni ambazo serikali ina hisa, ili kuhakikisha uwekezaji huo unaleta manufaa yanayolingana na thamani ya uwekezaji wetu. Twende tukatafsiri kauli mbiu yenu wenyewe mlioitoa, lakini na mipango yetu ya taifa tukaitafsiri huko kwenye mashirika yetu ambayo serikali ina hisa, ambayo yamesimama yenyewe kama shirika ya umma. Twende tukatafsiri na tufanye vizuri. Tunasema ubia mzuri ni ule wenye kunufaisha pande zote. Makampuni yenyewe yanufaike, serikali inufaike, na wananchi wanufaike, taifa kwa jumla linufaike. Huu ndio ubia mzuri. Kwa tusiwe tu kwa miaka kadhaa serikali inaubia wapi, serikali inaubia TIPA, serikali inaubia sijui wapi, serikali inaubia shirika gani, lakini nenda katizame ubia ule umeleta nini serikalini? Hakuna. Kwa miaka kadhaa nyuma hakuna, lakini sasa hali inabadilika. Ubia mzuri ni ule unaonufaisha wote, wabia wote wanufaike. Kwa sisi wa Tanzania tusimame tunufaike. Maeneo yote ambayo tunaubia tusimame tunufaike. Lakini hata yale tunayosimamia wenyewe ambao hayana ubia, watendaji ni sisi, wa kuyafanya yafanye kazi ni sisi. Hili ni letu, hali na mjomba, hali na msaada ni sisi. Kwa hiyo twende tukasimame vyema, tufanye kazi ya kuleta maendeleo kwenye nchi yetu. Kwa upande wa taasisi na mashirika yote ya umma, mhakikishe mipango na mikakati ya kiutendaji inaendana na vipaumbele vya dira ya maendeleo ya 2050. Lengo ni kuona utekelezaji wa dira 2050 ukitafsiriwa katika utendaji kazi wa kila taasisi, ili tulioyapanga yaweze kuwanufaisha wananchi na taifa kwa ujumla. Katika hili nazitaka wizara zinazosimamia taasisi hizi, bodi za wakurugenzi. Leo mpo wengi hapa wenye viti, na nilikuwa naangalia wenye viti wanavyopanda na watendaji wao. Wenye viti wengi wako energetic, wengi wako energetic, na ndio maana tunakwenda. Bodi nyingine mtendaji kijana, mwenyekiti kijana. Hasa mwanzo wachagua nasema hawendi kudundana hawa, lakini kumbe wanadundana kwenye maarifa na mambo yanakwenda kama mlivyoona hapa. Niwaombe, nendeni katafsirini dira kwenye mipango ya kazi zenu ili tuende vizuri. Kazi hii si jukumu la msajili wa hazina pekee.
Kila wizara yenye taasisi chini yake ina wajibu wa kuhakikisha taasisi husika zinafanya kazi kwa ufanisi, zinaongozwa kwa weledi, zinapimwa kwa matokeo na zinachangia kamilifu kufikia malengo yaliyojiwekea. Wanapokea malalamiko kutoka kwa wizarani huko, shirika langu hili linasuasua, hili haendi, huyu anasafiri tu, huyu ana hivi tu. Sasa waleteni, lakini msilete hayo, tuleteni na tathmini ya utendaji ya mashirika, halafu tuamue nani anakaa wapi. Lengo ni kuweka watendaji tuende mbio. Mmesikia hapa, benki zimevaa njuga, zimetukosha uso. Tuko namba 3 na namba 4. Wale waliokuwa wakituona sisi wa huku tu sasa, na pengine ndo mengine yanayotokea hayo, sasa wanatuona tukipaa, wanatutazama wale. Sasa ile wale iende kila pahali, isiwe mabenki tu. Inawezekana, tunaweza kufanya Watanzania. Twendeni. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nirejee pongezi zangu kwa mafanikio haya makubwa, lakini kama nilivyosema, tusibweteke. Makubwa leo, mwakani haya sio makubwa tena. Natarajia makubwa zaidi. Na mwakani niseme tena, haya makubwa. Kama anavyosema Rais wa Zanzibar, yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo na mwakani nataka nifurahi kama hivi. Nikisema hivyo, natarajia maboresho makubwa zaidi kwa mwaka ujao. Natamani kuona idadi ya taasisi zinazochangia mfuko mkuu wa serikali ikiongezeka sambamba na kupungua kwa utegemezi au ruzuku kutoka serikalini. Tuendelee kupunguza utegemezi, tuendelee kupunguza ruzuku, na taasisi zinazochangia nyingi ziqualify ziweze kuleta serikalini. Hebu wale ambao hawachangii, fikiria tu situation. Umezaliwa, umelelewa nyumbani, umelishwa, umetunzwa, umekuwa, umesomeshwa. Sasa umekuwa mkubwa, una kazi nzuri, unapiga teke kabisa kwa baba na mama kule nyumbani, au kwa shangazi aliyekulea au whoever. Unapiga teke kabisa, huna habari nako. Unasema sasa mimi ndo nimefika hapa, ngoja ni enjoy maisha, muda ni mfupi. Huyo Mungu aliyekufikisha hapo atakuwa radhi kweli? Atakuwa radhi? Atakufanya ufanikiwe? Hutafanikiwa. Kwa mashirika jamani, tumeyaunda, tumeyalea, tumeyapa ruzuku, tumesijua hapa kitu gani, mpaka mmekuwa mmefika pahali. Sasa mjitegemee. Lakini mbali ya kujitegemea, rudisha na nyumbani. Kule kuliko kulea kukakutengeza, kukafanya ufike ulikofika. Rudisha na kule ili mambo yaende vizuri. Na pengine kule umeacha wadogo zako, pengine watoto wa kakako, wajukuu ndo wanakwenda kwa babu na bibi sasa. Na wenyewe wanataka matunzo, sio? Sasa rudisha fadhila kule ambako umetunzwa ukakuwa.